kwenye TV ya Angaza inayopatikana Mbeya Mbarare kwa mtumishi wa Mungu Nabii Thank You Rogers. Unaongea na mimi ni Esther Israeli. Niko hapa kwenye madhabahu ya Angaza. Niko na mtumishi wa Mungu anaitwa Ndolile Mwakalenga, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo ndugu mtazamaji, nipo nikutambulisha asili yake kidogo, ajitambulishe yeye mwenyewe na kwamba anatokea wapi. Mtumishi, acha tukusikilize kwa muda kidogo ambao watazamaji wanatusikiliza ili tuweze kupata background yako ni nini. Nashukuru kwa kupata nafasi siku ya leo. Mimi kwa utambulisho wangu kwa majina naitwa Ndolile Mwakalenga. Nimezaliwa Kiela. Mwenyeji sana Mbeya, nimezaliwa kwa Kiela na wazazi wangu niko ambako walilea mpaka sasa nikawa mwimbaji. Asante na nahisi mnaotufuatilia kwenye TV ya Angaza mmesikiliza asili yake kwamba ni mzaliwa wa Kiela, lakini kwa sasa yuko Mbeya Mbalale Kapunga kwa mtumishi Nabii na Mtume Thank You Rogers, anapatikana hapa. Lakini mtumishi, labda tupate kujua kwamba wewe ni mwimbaji wa nyimbo ya Injili, hasa kwenye nyimbo yako tunaifahamu nyimbo ya Shujaa, Shujaa, Shujaa wakati wowote. Tunaomba utuimbie kidogo kwa dakika chache na watu wakusikilize. Shujaa wakati wote, bishani na Farao, nguvu ya Mungu ni silaha tosha kwa mateso ya mwenye haki. Naamini natosha kidogo. Naamini mnaotufuatilia mmeshasikia kwamba shujaa wakati wote hapambani na Farao. Lakini mwimbaji huyu kuna changamoto anakutana nazo katika uimbaji wake. Labda tupate kujua katika uimbaji wake unakutana na changamoto gani, watazamaji wanakusikiliza. Kwangu mimi mtangazaji, napenda kusema kwenye huduma tangia nimeanza, changamoto yangu mimi labda naweza nikasema ni shetani. Shetani ndio changamoto yangu, kwa sababu unapokuwa mtumishi wa Mungu unakuwa uko karibu sana na Mungu, lakini pia ikiwa unapambana na ile ndoto ya huduma ulionayo, adui yako anakuwa shetani, sio mazingira wala si jambo lolote lingine zaidi ya shetani. Ndio. Amini naamini ndugu watazamaji, mnasikiliza changamoto anayokutana nayo katika utumishi wake wa kuimba, kwamba changamoto yake ni shetani. Nahisi kutakuwa na ufafanuzi zaidi kwa hapo baadaye, lakini acha nimuulize swali lingine kwamba katika utumishi wako, je, umeoa? Swala la kuoa bado nadhani ni majira ambayo bado Mungu hajanipa neema ya kusema kwamba, lakini baada ya miaka kadhaa nikipata neema, Mungu atanipatia Hawa ambaye inamaanisha mwanamke anayestahili kuambatana naye kwa ajili ya kumtumikia Mungu pamoja na maisha ya kawaida. Okay. Ndugu watazamaji mnaotufuatilia, mnasikia kwamba hajaoa bado, lakini ana mkakati wa kuoa kwa hapo baadaye. Lakini ikitokea umeitwa kwenye huduma mahali, ni kanuni zipi unapendelea? Na kama hujapata chochote unajisikiaje? Yaani ndugu watazamaji mnaotufuatilia kwamba huyu mwimbaji anaitwa Ndolile Mwakalenga, ikitokea ameitwa kwenye huduma fulani na hajapewa chochote, anajisikiaje? Kwanza mimi naweza nikasema siimbi kwa lengo la kuitwa ili ifanyike kama ajira, bali hii ni huduma, na hii ni huduma inamaanisha namwambia Yesu, namuinua Yesu, namtukuza Yesu kama ninapoitwa kwamba mwimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini pia ikitokea kwa jambo kama hilo, nadhani haijatokea na sio rahisi sana kutokea, kwa sababu mtu anapokuita huwa anakuwa ameandaa waraka ambao utakuwa unakurahisishia hata wewe namna ya kutumika na namna ya kuleta na namna ya kutoa. Kwa huwa sijisikii vibaya kuona kwamba labda ninunike kulingana na kwamba sijategemea kile kitu ambacho labda tunakiongea, lakini huwa inakuwa ni sehemu ya huduma, na hiyo sio changamoto, kwa sababu hii ni huduma. Huwa naimba kwa ajili ya kumwambia Yesu, kumtukuza Mungu. Ndugu mnaotufuatilia kwenye madhabahu ya Angaza kwa Nabii na Mtume Thank You Rogers, anadai ya kwamba yeye hata asipopewa kitu chochote anajisikia vizuri. Lakini hebu tupe mtazamo vipi kuhusu waimbaji wengine, hasa marafiki zako? Marafiki zangu wengi sana mikoa tofauti nchini Tanzania huwa tunashirikiana kwa swala la
kupeana idea na kazi ambazo wengine wametoa na mimi nilizotoa, kwa hivyo yani kupeana ushauri na namna ambavyo kuifanya huduma ya uimbaji ikawa ni huduma ambayo kila mtu akawa anaipenda, tofauti na muziki ya Bongo Flava. Ndio hivyo, kwa sababu hii huduma ni kitu ambacho tunakifanya kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo huwa tunapokaa kama waimbaji tunazungumza kwa habari tofauti kuhusiana na hii, sio habari zingine labda. Ndugu mwimbaji wa nyimbo za Injili Andulile Makalinga, nimefurahi kusikia hivyo, lakini nitakuwa na maswali hapo baadaye kwamba wewe manake hata ukialekwa sehemu yote usipolipa unajisikia tu vizuri. Nitakuwa na swali hapo baadaye na tutawauliza baadhi ya watazamaji kwamba wenyewe hiyo pointi wanaichukuliaje. Na mimi mnatufuatilia, lakini nitakuwa na maswali mengi zaidi ndugu watazamaji, msichoke. Lakini pia nipende kukuuliza swali lingine. Malengo yako ya kutumika kwa njia ya uimbaji na safari yako unaionaje? Malengo yangu ni kumtumikia Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya uamsho wa Mungu. Nataka anifanye kama yeye apendavyo. Hivyo yani akinifanya hivyo basi mimi nitakuwa nazidi kuimarika kupitia yeye. Na sio kwa lengo la kuimba ili kuwafurahisha watu, lakini pia mikakati yangu ni kuifanya injili ya uimbaji ikawa imeongezeka kutoka kwenye yani kupitia nchini Tanzania na mataifa mengine, watu wakamjua kupitia sauti ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Ndio hiyo mikakati yangu, na mpaka sasa nadhani nimetoa nyimbo takribani 4. Moja wapo inaitwa Madhabahu ya Moyo Wangu, nyingine inaitwa Jemedali, nyingine inaitwa Mwanakondoo Amekuja, na nyingine inaitwa Ukae Nami. Hizo ni nyimbo za kiroho, ni nyimbo za Injili ambazo nimezirekodi studio kwa lengo la kutumikia Mungu, lakini pia zipo YouTube kwa jina la Andulile Makalinga. Ndio. Ndugu mnaotufuatilia kwenye madhabahu ya Angaza kwa Nabii na Mtume, thank you. Naisi mnamsikia Andulile Makalinga kile anakielekeza. Naamini waimbaji wengine mnaotufuatilia mtandaoni mnasikia malengo ya Andulile Makalinga katika uimbaji wake. Lakini pia mimi Andulile Makalinga nitakuwa na maswali mengi leo, na kwa wanaotufuatilia napenda kumuuliza ni madhabahu ipi akiitwa hata kubali wito wa kuitwa kama mwimbaji wa nyimbo za Injili? Ni madhabahu gani Andulile ambao ukiitwa hutokubali kuitwa? Kwa mimi kama mwimbaji wa nyimbo za Injili, madhabahu ambayo nitakubali kuitwa ni ile ambayo Roho Mtakatifu ananihusisha pale ambapo napata wito. Lakini kuna mahali naweza nikaitwa Roho Mtakatifu akanizuia kwa lengo la kwamba naweza nikaenda kupata naweza kupitia kuchangamana, naweza nikabadilishwa ile nila nilionao ya kujua Mungu, nikajikuta ni mtu tofauti. Kwa swala la kuito na swala la kuitika ni vitu viwili tofauti. Kuna mahali unaweza kaitwa, lakini misingi ya imani iliyopo na japokuwa unaweza kuungana nao kwa muda mchache, aidha wiki au mwezi au siku 3, lakini ndani ya hizo siku chache inaweza kukunajisi wewe kama mtumishi wa Mungu. Kwa unaposikia wito wa simu kwamba uje sehemu fulani kutumika kwa njia ya uimbaji, kwanza naomba Mungu, nawaambia nipeni muda, ndani ya muda kadhaa kaweza kumshirikisha Mungu swala hilo. Je, mali ninapoenda unanituma? Yeye ndiye anayetoa majibu, naweza nikasema ndio au ninazalua. Okay. Kwa wale mnaotufuatilia kwenye madhabahu ya Angaza kwa Nabii na Mtume, thank you Lord. Tunamsikia mwimbaji wa nyimbo za Injili Andulile Makalinga anayepatikana kwenye madhabahu ya Angaza. Anadai ya kwamba kuna baadhi ya madhabahu hawezi kutumika vile Roho Mtakatifu anavyomwelekeza. Na hisi waimbaji wengine mnaotufuatilia mnasikia maelekezo ya Andulile kwamba Roho Mtakatifu akimwambia hapa usiende na haendi kulingana na Roho Mtakatifu. Lakini mimi nitakuwa na maelekezo zaidi kwa Andulile. Vipi kwa wasiotumia Roho Mtakatifu, wanaimba tu? Ni madhara gani wanakutana nayo? Madhara ya kwanza ni kwamba sauti ulionayo ile ni madhabahu tosha. Yaani sauti yangu ni madhabahu. Kwa hiyo ninapoenda sehemu fulani ambayo kutumika, ambapo inakuwa haichangamani tukufu na Mungu, basi naweza nikanajisika, aidha nikapoteza dira, na kama nitajirudia basi ni neema ya Mungu inaweza kaniokoa. Amen. Andulile Makalinga, sitaishia hapo, nitakuuliza swali lingine. Ni mazingira gani ambayo ukikutana nayo yanakupa vigumu kutumika? Kwangu mimi misingi ya huduma yangu ni mafundisho ya neno la Mungu, maombi na kusikiliza sana sauti ya nyimbo za Injili.
Kwa hiyo mazingira ambayo nikikutana nayo yanakuwa magumu sana kwangu, ambayo yataniletea ukakasi kwenye upande wa kukua kiroho. Nikikosa neno la Mungu, nikikosa maombi, nikikosa baba wa kiroho, nikikosa kusikiliza mafundisho ya Injili. Hivyo ni vitu ambavyo vinaniletea changamoto kwenye upande wa kukua, lakini nikiwa mahali hapo, nikiwa mwaminifu kwa hilo swala, huwa inanisaidia. Kwa mimi mwimbaji wa nyimbo za Injili, hicho ni chakula changu, na ndipo ambapo napatia mashairi ya uimbaji yanayotoka kupitia neno la Mungu pamoja na maombi, ambao Roho Mtakatifu ananihusisha kwamba imba jambo fulani, kama madhabahu ya moyo wangu ni Yesu pekee, kama ukae nami, kwa lengo la kuwatia moyo na kuwajulisha kwamba Yesu akikaa ndani ya mioyo mwetu, basi hakuna jambo linaloshindikana. Amen. Okay, Bwana Ndulile anasema kwamba akikutana na mazingira fulani ambayo hayana maombi, hana baba mzuri wa kiroho, anakutana na changamoto kwenye huduma yake. Naamini mnaotufuatilia kwenye madhabahu ya Angaza ama channel ya Angaza inayopatikana Kapunga, Mbalale, Mbeya, na mnamsikia mwimbaji maarufu Ndulile Mwakalinga anachoeleza kwamba mazingira anayokutana nayo. Na labda tumuulize swali moja, ni muda gani ameanza kuimba? Mpaka sasa nimeanza takribani miaka karibia 3 na miezi kadhaa. Na maanisha sasa hivi ni Novemba, ni Novemba ndio. Kwa hiyo nimeanza 2022 mwezi wa 7, na mpaka sasa na kama miaka 3 na miezi, na bado naendelea kumtegemea Mungu kwa lengo la kumtumikia yeye kwa njia ya kutumikia Mungu. Na ni ushauri gani baba yako wa kiroho huwa anakuuliza? Baba yangu wa kiroho mara nyingi huwa uniambia kwamba nyimbo za Injili, kuimba nyimbo za Injili vizuri, kuwa na sauti nzuri, haimaanishi kwamba ndo au maarufu, haimaanishi kwamba basi ndo, bali unyenyekevu, nidhamu, kumtegemea Mungu na kusikiliza sauti ya Mungu kupitia mafundisho ya mtumishi wa Mungu. Hiyo ndio nguzo ya kuinua, na ndio kitu ambacho kinakupa utambulisho mbele za Mungu kwa namna ambavyo Mungu anaweza kutumia hivyo. Mara nyingi ananifundisha swala la nidhamu na kumtegemea Mungu, yani maombi. Maombi ndio kitu ambacho kinaleta mafuta kwenye upande wa sauti. Pale ambapo unaimba, unahudumia roho za watu, basi Mungu anabariki ile na sauti yako kwa namna hiyo, kwa sababu ya nidhamu na maombi. Nice mnaotufuatilia kwenye channel. Tunasema asante, lakini nitamuuliza swala la mwisho. Je, kwenye familia yenu kuna mtu amewahi kuimba nyimbo za Injili ama wewe ni wa kwanza? Mimi naweza nikasema ni wa kwanza, lakini pia wote tuna vipaji vya kuimba. Ndio. Kwa sababu mimi nimetokea kwenye familia ya watoto 4. Ndio. Yeah. Kwa katika watoto 4 mimi ni wa mwisho na wengine wote ni wa kike. Kwa mimi ni baba au ni kaka kwenye familia, watoto wa kiume pekee. Lakini dada zangu wote wana neema ya kwamba wanamjua Mungu, ila swala la uimbaji bado hicho kitu hawajanacho, kulingana kwamba ni kipaji au ni huduma ambayo hawajapewa. Lakini wana nafasi ya kuimba kwenye kwaya na kwenye bendi za kushirikiana masuala ya kanisani au plays, ila swala la kuimba binafsi kama mimi hawapo. Kwa hiyo naweza nikasema in short kwamba mimi peke yangu ndio mwimbaji wa nyimbo za Injili kwenye familia yetu ya watoto 4, lakini dada zangu wao huwa wana kwaya na bendi hiyo. Okay la Bwana Ndulile, na kwa wale mnaotufuatilia, lakini tunapenda huwa kutembea na watu ambao wana elimu kidogo. Elimu yako ya darasa umeishia rangapi? Elimu yangu kama nilivyosema hapo awali kwamba nimezaliwa Kiela, Mbeya. Ndio. Elimu yangu ni ya form 4 nimemaliza, nikafaulu, bahati nzuri nikapata marks nzuri za kuendelea kusoma, lakini bahati mbaya au bahati nzuri basi sikuendelea. Siwezi kusema bahati mbaya, huenda ni kusudi la Mungu na mimi kuwa mtumishi wake mpaka siku ya leo. Huenda ningeendelea kusoma, basi ningekutana na mazingira tofauti ambayo yangenajisi upande wa huduma. Elimu yangu ni ya form 4, lakini bado mbeleni nina ndoto ya kuendeleza, kwa sababu bado ni mdogo na nina ndoto ya kutumikia Mungu nikiwa na elimu kubwa. Okay, Bwana Ndulile na wanaomtufuatilia kwenye channel ya Angaza,
kwa nabii na mtume Thank You Rogers. Labda bwana Ndulili atuage kwa wimbo wake wa mwisho tunapohitimisha. Wimbo ambao napenda kukuagia ni wimbo wa madhabahu ya moyo wangu. Naanza nikaimba kapela kama sekunde 30 hivi. Maisha yangu yakiwa galama, kwako nitakuwa shwari, maana wewe ni nuru na neema ya wanadamu. Kitu napendaga kwako ni vile umenibadilisha, nimefanyika mwana, yani mwana wa Mungu. Amina. Amen. Nadhani mmeshamsikiliza vile anavyoimba vizuri, na Mungu amempa neema ya sauti. Na kwa wale ambao mnamfuatilia, atataja namba zake za simu. Popote mtakapomhitaji atakuja, ataimba, atawahudumia kama mlivyomsikiliza shuhuda zake. Labda watajie watu namba zako za simu waweze kukutafuta. Kwa namba zangu za simu 0752512636, hizo napatikana WhatsApp. Lakini pia YouTube channel natumia jina hilo la Ndulile Mwakalinga, na hapo ndo sehemu ambapo unaweza kuzipata nyimbo zangu. Hivyo yani. Amen. Goodbye. Amina.